madamu leo ni sherehe ya parokia, nisitumie muda mrefu sana kuongea hapa. Jambo la kwanza, nawashukuru sana kwa ukarimu wenu, kwa zawadi na kunishika mkono. Mungu awabariki sana. Asante sana. Jambo la pili, nilikuwa namwambia baba paroko kwamba watoto wako wamechangamka sana. Hongera sana. Changamko mnaoonyesha uonyeshe zile maisha yenu, sawa? Sio ukashangaa wengine wana majina ameshabadilisha. Bala kuna iko Karen na iko jina lingine la ajabu ajabu. Sawa? Kwa hiyo uliopata nalo kipaimara likulee na lielezee wito wako. Sawa? Wangapi wanataka kuwa masista? Kwa maana kwanza nimeona wamenyesha wengi. Wangapi wanataka kuwa mapadre? Madokta? Mainjinia? Makatekista? Walimu? Wale wako kule, tutawaona mwakani. Saizi tutakuwa na mawazo hayo, lakini mwakani tutabadili. Kwa hiyo majina mliopata hayo, mliopata na kipaimara yatunze vizuri, yaakisi maisha yenu na malezi ya kiroho, hasa katika imani yetu. Wazazi, baba paroko kawapongeza na kawashukuru. Na mimi naendelea kusisitiza tena, naomba tunatafuta kwa ajili ya familia na tunakuwa bize ili familia zetu zipate chochote, lakini tusije tukatelekeza familia kwa ajili ya ubizi, tusije tukatelekeza familia na watoto wetu kwa ajili ya kazi. Tuwaweke mbele ili ndio sehemu ya yale tunayoyafanya. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Leo ulimwengu huu ukimwacha mtoto wako anazagazaga, ulimwengu unampokea, unamfundisha mambo ya ajabu. Na usikashangaa ukasema mimi sijawahi kuwa na tabia kama hii, au katika ukoo wetu alikuwa na tabia kama hii, lakini yeye amepata wapi? Kabla hujauliza hili, niulize, je, niko karibu naye? Nimemsindikiza? Ninashukuru katika hotuba ya wazazi nimesema tutakuwa karibu nao na tutawalea na tutajaribu kuwa nao hata katika safari yao ya kiroho. Asante sana kwa ahadi hiyo, ni muhimu. Na nitasaidiwa na wasimamizi wakati mwingine kwa kidunia kwamba ni marafiki wa familia kwa wamekuja kusimamia kama marafiki. Hapana, ni kupokea wajibu kwa watoto hawa. Dunia ya leo ina changamoto nyingi, kwa hiyo tuwe karibu sana na watoto, tuwalinde na tulinde watoto kweli kweli. Na tunasisitiza hiyo kama kanisa, kwa sababu tunajua kwamba kuna mashambulio mengi sana dhidi ya watoto. Tuwalinde, tuwe karibu nao. Zawadi hii tuliyopewa na Mungu, tuhakikishe kwamba wanaenda kwake yeye mwenyewe katika mito mbalimbali. Naona wakinyosha mikono hapo katika mito hiyo, basi tuwalee katika nia zao hizo walizo nazo. Vile vile ninawapongeza sana kama parokia. Ni mara ya kwanza kusikia tangu nije Bagamoyo kwamba parokia nzima wana chakula cha mchana pamoja. Hongera sana. Hilo swala ni muhimu. Hapo mnaishi kisinodi. Na kisinodi, kanisa ya kisinodi tunasema shirika, ushiriki na umisionari. Ushirika manake sisi sote ni moyo mmoja na roho moja, imani moja, upendo mmoja, tunafanya yote pamoja. Mnaendelea kuangalia jumuiya ya kwanza ya Kristo, kisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42 na kuendelea. Wakawa wakidumu katika mafundisho ya mitume, wakawa wakidumu katika ushirika, lakini
wakiumega mkate na kudumu katika sala. Hilo ni jambo. Nawapongeza sana. Dumisheni umoja huo, dumisha roho hii. Tuko katika kuishi kisinodi na hili mojawapo linaonyesha roho hiyo ya kisinodi. Mungu awabariki sana katika hilo, na mimi naendelea kuwaombea mdumu katika hilo, na ikiwezekana ambukizeni wengine waje waige kwenu mnavyoishi. Nimewapongeza watoto kwa uchangamfu, lakini vile vile bila kusahau kwaya. Hongera sana. Mnahubiri, mnainjilisha, tunawashukuru sana. Kwa katika kuinjilisha huko na mwanze na nyewe huko. Kama kuna kachumba suku huko, jaribu sasa kuanza kutekonoa vipi? Tatizo liko wapi? Kama ni kwaya tutaimba sisi siku hiyo. Kama mfano kama leo tunapofanya hivi, tena parokia inaweza kufanya hivyo hivyo, ndoa zikawa 100 mkafanya hivyo kama pamoja. Na mkahamasisha hivyo, hata kama mna kifaa imara sehemu nyingine, naweza nikaja nikasema kifaa imara nimechoka, lakini nitakuja kufundisha ndoa hii. Uchumba wa nini? Wachumba ni wale ambao anakaa nyumbani kwake na mke, lakini kama ndani ya nyumba na uchumba wewe mpaka mnakuwa sumu. Hiyo, kwa hiyo bila shaka mnakomunika wengi na mnahitajika kukomunika wengi kama wanakwaya. Kwa sababu sasa tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Sasa tunaimba ndiye nguvu yako tingi basi. Hapo naishia nini kama kibao. Kibao kinasema shule ya msingi sehemu fulani na kiacha hapa. Akiendi shuleni. Au sasa Tegeta, anaongea Tegeta. Naonyesha na mshahara, lakini kinabaki pale pale. Sisi sio vibao. Hiyo ionekane mpaka moyoni. Sawa jamani. Sisi kama tunaimbia wengine. Asante sana kama vile. Amemsifia mtu mmoja anaitwa Neema. Sasa uende wewe Neema ukaongea na Beti. Pengine anataka kusomesha wewe uwe mwandishi, sawa? Uwe mwandishi. Sio kubabaisha wewe wakafanya kuna mwandishi wa kubabaisha. Lakini sio kubabaisha, mwandishi halisi. Sawa Sawa Neema? Wewe ndio ukamsalimie, maana na maana yake pale. Nikasema hapa Beti anatangaza wito wa mtoto hapa. Kwa hiyo kazi kwako Beti Mkwasa, wewe mwenyewe kufuatilia mtoto huyu. Na watakia yote mema na Mungu aendelee kubariki. Hongera sana sisi unayeadhimisha siku ya kuzaliwa, na wanasema wewe ndiye mwanzilishi kati ya waanzilishi wa parokia hii. Hongera sana sisi. Lakini akasema kuna sisa mdogo yule wa parokia hii, sijui ni nani huyo? Na yeye tumuone. Hiyo mbele hapa sisa. Manake mwenzako amekuja mbele na wewe uje mbele mdogo. Hiyo ni kazi ya sisa Beti. Alisema nimwambia sisa asante sana. Mungu akubariki. Ni mdogo katika umri lakini moyo wako ni mkubwa sana.